Mahakama nchini Senegal imewahukumu kifungo watumiaji watatu wa mtandao wa kijamii wa TikTok kwa makosa ya kumdhalilisha rais wa taifa hilo Bassirou Faye kupitia maudhui yao mtandaoni. Hukumu hiyo imetolewa wakati hali ya kisiasa nchini humo ikiwa na mvutano mkali kati ya Rais Faye na aliyekuwa mshiriki wake wa karibu Ousmane Sonko ambaye ni kiongozi wa chama cha PASTEF. Watuhumiwa hao ni Mondombe Diop maarufu kama Lamine Daru ambaye amehukumiwa miezi 3 gerezani bila dhamana, na pia wanaume wawili Ostaz Thiep na Ndiaye Toba walipewa hukumu ya miezi 2 gerezani na faini ya franka 500 kila mmoja. Diop ndiye mfuasi mkubwa zaidi wa watuhumiwa hawa na video zake huangaliwa na maelfu ya watu kila siku. Wakili wa watuhumiwa alisema kuwa maudhui yao ni ya ucheshi na hayana nia ya kumdhulumu kiongozi wa nchi na kwamba hukumu hiyo ni nzito kwao. Jukwaa la Fino Digital ambalo linashirikiana na watuhumiwa linasema linahamasisha shughuli za serikali na sekta binafsi kupitia mtandao wa Facebook. Hali ya kisiasa nchini Senegal inaendelea kuwa na mvutano mkali baada ya mgawanyiko mkubwa kati ya Rais Faye na Sonko waliokuwa washirika wa zamani. Mgawanyo huu umechochea mabadiliko makubwa na kuibua maswali kuhusu uhuru wa kuhabarisha na kujieleza mitandaoni nchini humo. Hii ni ishara kwamba serikali ya Senegal inaendelea kuimarisha udhibiti wa maudhui mtandaoni, huku jamii ikijaribu kupinga hatua hizo zinazoweza kuathiri uhuru wa kujieleza wa raia wake. Hii ni TriGen Media.